Agizo hilo limetolewa na mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda baada ya kutembelea kaya zilizoathirika na mafuriko katika kata za Iyunga na Nzovwe, ambapo wamewataka wananchi wote wanaoishi kwenye mikondo ya maji kuhama kwa hiari. Kwa wananchi wote wa wilaya ya Mbeya ambao wanaishi kwenye mikondo ya maji watafute utaratibu wa kutoka kwenye maeneo hayo kwa hiari. Natoa maelekezo mahususi katika kata zetu zote 36 jiji la Mbeya pamoja na kata zaidi ya 28 Mbeya vijijini, wale wote wanaokaa, wanaoishi, waliojenga nyumba zao kwenye mikondo yanakopita maji wahame, hasa katika kipindi hiki kigumu ambacho bado mvua zinaendelea kunyesha. Diwani wa kata ya Nzovwe Leo Mwakapila amesema moja ya sababu ya mafuriko hayo ni kuziba kwa mifereji ya maji kufuatia shughuli za ujenzi wa barabara ya njia 4, ambapo kufuatia hali hiyo mkuu wa wilaya ya Mbeya Solomon Itunda akatoa maelekezo haya kwa TANROADS na TARURA. Kutokana na ujenzi wa barabara inayoendelea ikuu, ile mitalo iliyokuwepo awali ilifukiwa, kwa hiyo maji yamekosa mwelekeo kutoka pale Kage, yote yanahamia upande wa pili, yanaanza kushuka. Sasa bahati mbaya pia akawa analeta matope ambayo yamejaza ile mitalo yetu, kwa hiyo maji sasa yana overflow, yanapita juu, kwa hiyo yanakosa mwelekeo. Nimeelezwa kwa nini hii changamoto imejitokeza. Nimeshatoa maelekezo mahususi kwenye hizi taasisi zetu mbili, TARURA pamoja na TANROADS, haraka iwezekanavyo, kwa sababu mvua hizi bado zinaendelea, wawe aware wakati wote. Kwanza wazibue hiyo mitaro ambayo ndio iliyopelekea hii changamoto na walishaanza. Lakini pili, wakati wote, hasa kipindi hiki cha mvua, wakati ujenzi wa barabara unaendelea, na wao wawe makini. Baadhi ya waathirika wa mafuriko hayo wameeleza namna mafuriko yalivyowaathiri, huku wakishukuru serikali kwa msaada walioupata. Tunashukuru kwa kutuletea hii misaada, kwa sababu maji yalitoka huko juu, alafu migogo ikaziba kwenye daraja. Baada yake maji baada ya kuteremka yakaanza kurudi nyuma. Tumeathirika kwa kiasi kikubwa, kuta zimeanguka, baadhi ya wengine nyumba kabisa, vyakula vimeloa, mifugo, mbuzi, kuku. Athari ni kubwa. Nashukuru kwa serikali kutukumbuka kama waathirika wa hili janga la mafuriko. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Akizungumza katika kikao cha robo ya pili cha baraza la madiwani, Waziri Kapinga amesema chanzo kikuu cha changamoto ya wanafunzi kushindwa kufanya vizuri ni upungufu wa walimu na vifaa vya kufundishia. Hali hii inadhoofisha juhudi za wataalamu wa elimu. Natambua jitihada ambazo zimeanza kufanyika, lakini safari bado ni ndefu. Mimi natamani namna ambavyo tunafanya vizuri kwenye miradi mingine ikiwemo afya, ndivyo hivyo inabidi tufanye vizuri kwenye elimu. Ndugu zangu, tusipoweka mikakati na mipango ya kutatua zile changamoto za kwenye elimu, hatutaweza kupiga hatua. Kwa sababu sasa hivi tunapambana na matatizo, sio mipango. Kwa hiyo inabidi turudi nyuma, tuweze kujua changamoto kubwa ni nini. Changamoto yawezekana isiyo usimamizi utafanyika, lakini kama shule zote hazina maji, asilimia zaidi ya shule 60 hazina vyoo, shule hazina photocopy machine pamoja na kompyuta, walimu ni pungufu, kwa kweli hata tukisimamia vipi, matokeo tutayapata kwa tundu la sindano. Sasa ushauri wangu kwenye swala la walimu tunategemea waajiriwe, waletwe, lakini mimi nimeona mfano kutoka kwenye halmashauri zingine. Kuna fungu linatengwa kwa ajili ya kulipa posho walimu kwenye shule ambazo zina upungufu mkubwa na sana. Kwa hiyo swala ambalo inabidi tuliangalie kwenye zile shule ambazo
ni waste kabisa kabisa kabisa. Kaimu mkurugenzi, mkae na wenzenu tuweke mkakati maalum. Kwa kweli hatuwezi kushindwa sisi kupata walimu ambao tutawagharamikia, hata kama sio kwa gharama zile za walimu wa kawaida, ili kuweza kuokoa kwenye baadhi ya maeneo ambayo kwa kweli haipendezi kwenye 10 la mwisho itokee shule ya Mbinga vijijini kwenye matokeo ya darasa la 7. Ndugu zangu, ufaulu hauna maajabu wala mazingaombwe, unawekeza kwenye ufaulu. Sisi kwa mkakati wa miaka 5 hatuwezi kushindwa kupeleka fotokopi na kompyuta kwenye shule zote za msingi na sekondari. Ndugu zangu, mtasema mmepeleka fotokopi za cluster, hazisaidii. Jiografia yetu sisi ni ngumu. Kutoka kwenye kata moja kwenda kwenye nyingine ni shughuli, hata mvua ikinyesha tu, kutoka kijiji kimoja kwenda kijiji kingine. Kwa hiyo hata kupeleka fotokopi moja useme ihudumie tarafa au ihudumie shule 3-4 ni jambo ambalo haliwezi kufanya kazi, ndugu zangu. Kwa hiyo mimi ninawaomba, mimi mwenyewe kwa jitihada za mbunge nimekuwa nikifanya hivyo, tunapeleka fotokopi, kompyuta, lakini tuna shule zaidi ya 133 za msingi pamoja na sekondari. Kaimu mkurugenzi na wataalamu, ufaulu ni majaribio kwa wanafunzi. Mwalimu asipate shida, yaani kumwezesha mwalimu kumboreshia mazingira yake ya ufundishaji, sio mazingaombwe, it's investment. Lazima tuwekeze, na hatusemi mfanye vyote kwa pamoja, lakini bilioni 1.5 itatushinda kwa miaka 5 kuinvest kwenye vifaa vya kufundishia mashuleni, ikiwemo fotokopi pamoja na kompyuta. Nilizungumza toka mwanzo, ni vitu vya aibu sana kuona halmashauri yetu ya Mbinga DC ndio tunashika mpira, tunakuwa watu wa mwisho kitaaluma. Hilo ukiangalia halmashauri yetu ni halmashauri na historia nzuri. Leo mbunge wetu Judith Kapika ni waziri, lakini pia tunatakiwa mjue huyu ni mwanasheria msomi. Sasa watu kama hawa ndio wanatoka kwetu, alafu ionekane kwake tunashika nafasi ya mwisho. Kwa hiyo mkurugenzi mtendaji, weka mikakati, tutoke hapo tulipo sasa twende kwenye 10 bora. Wale watumishi ambao wamekwenda huko, ambao mnao huko, mkawachukulie kama watoto wenu, mkawachukulie kama familia yenu, ili waweze kudumu na waweze kufanya kazi ambayo zio wanaenda kuwatumikia wananchi wetu. Tuwapende, tuwe nao jirani, tusilete yale mambo ya Kiswahili, mtu umelala asubuhi unaonekana kwenye mti. Hayo mambo kama Chama cha Mapinduzi hatuwezi kubali. Tunafanya kazi kubwa ya kuwaletea watumishi katika sekta mbalimbali. Sisi ndio tukawaonyesha wale ni watoto wetu. Wametoka mbali, wengine wametoka Dar es Salaam, wametoka kwenye miji mizuri. Kwa hiyo ukifanya mchezo, akienda kule ukimletea mchezo, anafika leo, anakaa wiki yake moja, anaandika barua ya kuomba uhamisho. Ni zaidi ya miezi 3 sasa tangu Bicha Usiku Lupimo na mumewe Bwana Konstantini Juakali walipotengwa na jamii. Kitendo cha familia hii kutengwa kimeifanya kutoshirikiana na jamii kwa jambo lolote lile. Bicha Usiku Lupimo yeye ndio ameathiriwa zaidi na kutengwa huku, kwa kuwa baba wa familia ameshaitelekeza baada ya kutengwa. Sawa, leo pale makosa ni mume wangu. Nina familia yangu, tunaomba msamaha, mtusamehe, na mpaka sasa hayupo, alishatukimbia. Maneno haya ya Bicha Usiku kuomba jamii imsamehe anatoa mbele ya mkuu wa wilaya baada ya kumuomba kufika mtaani kwake kumsaidia ili jamii iweze kumsamehe. Lakini jamii iliyomtenga inaonesha ugumu wa kumsamehe licha ya kuwa mwenye makosa ni mumewe aliyemtelekeza. Tukaambia kwamba ndugu zangu, Balozi Konstantini tayari amekiuka utaratibu wa chama na tayari tumeshamwengua kwenye chama kama kanuni ya chama inavyoelekeza. Kule kwenye chama chao wanajua, wengine hatushabikile kile chama. Akasema kwamba katibu wa chama mpaka sasa sio balozi kwa sababu amekiuka maadili ya chama na kanuni. Kwa hiyo balozi tunamtangaza ndugu fulani. Alipotangaza huyo kijana tukiwa kwenye msiba, pale kwenye msiba yule kijana aliogopa yule wa kwanza. Akasema mimi naomba kwanza Konstantini anieleze kama kweli ameacha ubalozi. Kwa maana walimuogopa kwa matukio aliyoyafanya kipindi cha nyuma. Huyu ndugu Konstantini alisema kwamba hii Nzengo hakuna wanaume.
wote ni wanawake. Ina maana yeye amewaoa wanawake wote wa Nzengo hii. Sasa katika jamii tulifikiria yeye sawa, tumemtoa akaondoka, mama akabaki, hata akilalamika na yeye ni lazima atoke. Kwa hiyo Nzengo ukishakataliwa maana yake ondoka. Jamani, sasa Konstantini akishindwa kuondoka, je, nije nikosee mimi halafu wanifukuze? Mkuu wa wilaya ya Geita anamwombea msamaha Bicha Usiku ili aweze kushirikiana na jamii, kwa kuwa kwa sasa hawezi kusaidiwa na jamii yake kwa tatizo lolote litakalomtokea. Hapa si mzungumzii kwanza Konstantini, huyu ni wa baadaye. Kwa sababu kwa maelezo mlionipa hapa ya Konstantini Bahati Juakali, Konstantini Bahati Juakali hatuwezi kumudu wananzengo peke yake. Lazima na dola iingie kazini kumkamata, kumpeleka kwenye vyombo vya sheria, ili walau na ulimwengu nao uweze kumfundisha tabia kidogo, ajifunze namna bora ya kuishi na jamii. Lakini leo hapa nataka nimzungumze mwanamama huyu ambaye anahangaika kutafuta amani ya moyo wake. Wote hapa nimewaona tangu nimefika hapa. Sote sisi ni watu wa Mungu. Niwaombe wananzengo tumtangulize Mungu kwenye kutafuta suluhu ya jambo hili. Tumtangulize Mungu wetu tunayemuomba, tukijua ya kwamba kesho tunaondoka. Mazungumzo yetu yajikite kwenye upatanishi. Kikwazo alichokipitia Bicha Usiku kwa zaidi ya miezi mitatu ni kukaa bila kumfuata hata jirani kumwomba amsaidie kwa chochote, jambo ambalo ni gumu kulitekeleza hata ingekuwa ndani ya wiki moja katika maisha ya kawaida. Michael Francis Bundala, Sky TV. Akiendelea na ziara zake mkoani za kukagua utekelezaji wa ilani ya CCM akiwa mjini Kigoma, kiongozi pia ametoa tahadhari kwa viongozi mbalimbali wa serikali na CCM kuhakikisha wanajiepusha kujigawia maeneo ya kufanyia biashara kwenye soko hilo pindi litakapokamilika. Badala yake watoe kipaumbele kwa wananchi na wafanya biashara waliokuwa kwenye soko hilo la zamani ili kupisha mradi huo. Niseme tu jambo moja, huwa napenda ukweli. Kwa sababu Kigoma sio mbali. Swala la kuja hapa ni jambo jepesi. Na kama mtachelewesha mkataba, tutafuata sheria inasema nini. Tutawakata kwa mujibu wa sheria. Nafikiri mnajua. Kwa kuwa mmejikomiti wenyewe, na ndio maana nimemuuliza huyu mtu wa serikali, nimemuuliza na mkandarasi. Endapo mtazembea, tutaanza kuwakata. Kwa sababu maeneo mengi wakandarasi wanazembea kufanya kazi, hawamalizi kwa muda, wananchi wanasubiri huduma. Watu wanachotaka sio kuona haya majengo hapa. Wanahitaji waingie waanze kufanya biashara. Kwa mradi lazima ukamilike kwa wakati. Na jambo lingine ni kuombe mwenyekiti wa mkoa, kamati ya siasa ikague hii miradi mara kwa mara kama ambavyo mnafanya. Ili huduma hapa zianze. Miradi hii ina tija kubwa. Sasa hatuwezi tukakaa hapa tukacheka na wakandarasi wakasema kesho naomba extension, kesho kutwa naomba extension, Mtondogoo naomba extension. Hiyo hatutaruhusu. Hawapo, wakija kukaguliwa wanakuaga hawapo, wanaacha mafundi au vibarua. Mmemsikia mheshimiwa mbunge anasema hampo. Na mtaalamu wa serikali, kazi yako wewe ni kulinda maslahi ya serikali, sio ya mkandarasi. Ndio maana uko hapa. Sasa simama imara, kazi ifanyike. Muda uliobaki ni mdogo, ni takriban mwezi mmoja. Tunaomba kazi iwe imeisha, kama ambavyo nyinyi wenyewe mmejikomiti na mmesema kwa kazi zilizobaki ni finishing, kwamba mtakamilisha. Lakini jambo la pili, ubora wa kazi uendane na thamani ya fedha. Tusije tukajenga leo soko, kesho tunaanza kuona linabomoka, tutakukamata kwa mujibu wa utaratibu. Manake kodi hapa zitakuwa zimepotea. Mwingine anaweza kusema chama kitamkamataje? Sisi ndio wenye ilani, tutaelekeza mamlaka za serikali zichukue hatua. Lakini jambo lingine sasa kwa chama na serikali, mradi unapokamilika, zamani hapa palikuwa na soko, haki itendeke. Sio itokee watu wapya wanakuja kumiliki vibanda hapa wakati waliokutwa hapa wamepoteza vibanda vyao. Hili jambo chama hatutakubali. Kwa hiyo haki katika ugawaji wa vibanda. Na mimi niombe kwa heshima, sisi viongozi wa chama
na serikali hatuna sababu ya kuja hapa. Tuache watu wapewe, kama vitabaki basi sasa na sisi tufuate utaratibu. Wakizungumza mbele ya mbunge wa viti maalum kupitia Chauma mkoa wa Njombe Sigrada Mligo wakati akikabidhi mifuko 50 ya saruji, wananchi hao wamesema ujenzi wa jengo hilo ulianza kwa mawazo ya watu 4 ambao ni wakulima wa matunda ya parachichi na tufaa, lakini waliungana na kufikia wakulima 83 ambapo waliweza kuanza ujenzi huo ambao umegharimu shilingi milioni 27 mpaka sasa. Ni kweli hiyo yote imefanyika kwa jitihada na kikundi kwa michango yao. Hili jengo hapa limegharimu milioni 1 na milioni 27 zilizotumika hadi hapa. Ndio tukaamua sasa, jamani, tumejipapasa kwa michango ya mifukoni, sasa tumeishiwa tuanze kulia kokote kule. Tunamshukuru mbunge wa mkoa kwa kutuunga mkono, tunakushukuru sana mwanetu. Asante sana. Kwa namna hiyo tulibuni hilo kwa michango midogo midogo, tulianza na mawe, tukaenda na kifusi mdogo mdogo, tunaishia mahali. Halafu tunaanza michango tena. Tunaishia mahali, tunaanza michango tena. Ili kabisa saizi tatusaidia humo ndani, kwa sababu yatahifadhiwa pamoja. Tukifunga milango kama tunavyoomba mtusaidie, yatahifadhiwa na hata wale wanunuzi wanakuja kupakia bila usumbufu kwenda kubeba kwenye nyumba ya mtu hadi nyumba ya mtu hadi nyumba ya mtu. Kwa hiyo wanadari kiti moja kwa moja, tukisema mje mchukue Rugenge watayaona hapo. Na lengo la kujenga hili jengo hili ni ili tupate ila wale walanguzi wasije, maana tunateseka sana, wanatupitia huko mitaani. Kwa hiyo ndo hili itakuwa ndo kero kubwa, hawataweza kupita huko, wataona sisi wote tumekusanya matunda yetu hapa. Popote tulipo, tuache mambo ya kisiasa. Wakati huu ni wakati wa kufanya kazi. Tuache maneno ya kupokea maneno huko na huko kwamba kwa nini. Huyu ni mbunge. Kuomba hakuzuii kuomba kwa mtu yoyote, hata kwa wewe unaweza kaomba. Kwa hiyo tuache yale maneno ambayo yanatembea huko kwamba kwa nini? Kwani huyu ni nani? Si mtu kama wewe. Hata wewe kama na nguvu tunaweza tukakuandikia barua, tukakuomba, ikifaa tusaidieni. Kwa hiyo mimi niseme jamani, waache wale wenzetu ambao tuko pamoja na sisi, tuendelee kuungana, tuache usiasa kwenye maendeleo. Kama alivyosema mwenyekiti, anayewaza siasa ni yeye. Mimi najua nimekuja kwa wananchi wangu wa Rugenge ambao ni wazaliwa wa mkoa wa Njombe, ambao mimi ndo mamlaka yangu ya kiutendaji. Kwa hiyo kama walivyosema wenzangu, tuendelee kushirikishana kwenye jambo lolote. Mimi hiyo kadi yako sitaki, wala sitaki uwe mwanachama wangu, ila tunataka kuijenga Njombe, au sio? Na huwa tunafeli sana kwenye maendeleo, kuleta siasa kwenye kila kitu. Jamani, haya mambo yashapita, kama alivyosema nani hapa. Ni sawa sana madhehebu tu, lakini wote tunamtafuta Mungu. Tulichokuwa tunakitafuta tumepata. Tuendelee na kazi. Lakini kingine kilichonishangaza, yani watu 4 kukaa na kukubaliana na kuumiza kichwa, leo watu 83. Aisee, hongereni sana. Mimi mara nyingi mwenyekiti huwa anasema mabadiliko wala hayaletwi na kundi la watu 3000. Anaanzaga mmoja analeta kama wazo, anapata kampani ya 2 ya 3. Yani mageuzi yoyote yanaletwa na watu wachache. Kwanza mkianza wengi mnasalitiana, au hamjiwaje? Kwa hiyo mimi niwapongeze kwanza waanzilishi wa hili wazo. Hongereni, yani waliokaa mezani kwamba hivi kwa nini tusifanye hivi. Hili godown mliojenga hapa ndio kitu ambacho hata mjini watu wanaendelea kupambana kujenga magodauni kwa ajili ya kuhifadhia parachichi. Yaani mwekezaji au mnunuzi anapokuja Rugenge, parachichi azikute wapi? Ndio ambacho wote hao wanaofanya biashara ya parachichi, wanaolima, wawekezaji wanapambana kutengeneza magodauni kama haya.
Akizungumza baada ya mafunzo yaliyotolewa katika shule ya Dr. Samia Dodoma Sekondari, ikiwa ni sehemu ya jitihada za kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa vipimo sahihi katika biashara na maisha kila siku, meneja ya mawasiliano na uhusiano wa WMA Veronica Simba amesema elimu ya vipimo itaendelea kutolewa katika mikoa yote ya Tanzania bara ili kuhakikisha wanafunzi wengi zaidi wanapata uelewa wa matumizi sahihi ya vipimo. Wajue kwamba kwanza ni haki yao kufahamu kuhusu vipimo, ni haki yao kuhoji kuhusu vipimo sahihi. Unapokwenda dukani, umekwenda sehemu yoyote ambapo kuna matumizi ya vipimo, mwananchi ujue kwamba una haki, usiogope. Una haki ya kuhoji. Kwa mfano mizani, huna uhakika kama inapima kwa usahihi, una haki ya kuhoji, kuona nembo ya wakala wa vipimo, tunaita lakili, kujiridhisha kwamba je, imehakikiwa. Maana kupitia tu kwamba mizani kama imehakikiwa na wakala wa vipimo inathibitisha kwamba mizani ile inapima kwa usahihi. Lakini kipimo kingine cha aina yoyote ile, mwananchi una haki ya kuhoji. Kwenye vituo vya mafuta, vya kujazia mafuta, petrol stations, pale kuna nembo ya wakala wa vipimo kuhakikisha kwamba kile kipimo, ile mashine imepimwa na wakala wa vipimo. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi, msiogope, tusaidiane, hili ni jukumu letu pamoja. Ukifika mahala una wasiwasi kuhusu vipimo ulipopatiwa, tufikie, ofisi zetu ziko nchi nzima, utuambie na sisi tutafika kwa ajili ya kujiridhisha kwamba wananchi wanapatiwa huduma ambayo ni sahihi kupitia vipimo sahihi. Hii ni zoezi endelevu. Mpango huu tutautekeleza kwa nchi nzima. Tumeanza na mkoa wa Dodoma, lakini tutafika mikoa yote, nikimaanisha kwa mashuleni. Elimu nyingine tunaendelea kutoa kama kawaida kuhusu vipimo kwa makundi mengine, lakini kwa shule tutaenda mikoa yote ya Tanzania bara ambako sisi tupo pia. Kwenye sheria ya vipimo, sheria hiyo inasema kuna namna mbili ya kushughulikia makosa yanayotokana na vipimo. Ya kwanza ni kuzungumza na mtu aliyefanya makosa, akikiri makosa yake anatozwa faini ambayo isiyopungua shilingi 100,000 na isiyozidi milioni 20. Na namna ya pili ya kushughulikia makosa ya kivipimo ni kumpeleka mtuhumiwa mahakamani, ambapo mahakama inaweza kuamua kumtoza faini au kifungo kisichozidi miaka 2 kwa kosa la kwanza, au vyote kwa pamoja, ikiwa ni pamoja na kutaifisha kile kipimo ambacho kilitumika kutenda makosa. Sky TV. Uongozi wa shule za Iyula Malaika Pre and Primary School zilizopo Ntyuka Dodoma na Mantengu B mji wa Vwawa mkoani Songwe unatangaza nafasi za masomo kwa wanafunzi wa awali na msingi. Kwa wanafunzi wa awali, shule inapokea watoto kuanzia umri wa miaka 2 na kuendelea. Na kwa wanafunzi wa elimu ya msingi, shule ya Iyula Malaika iliyopo Ntyuka jijini Dodoma inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 mpaka la 4. Na shule ya Iyula Malaika iliyopo Vwawa mkoani Songwe inapokea wanafunzi kuanzia darasa la 1 hadi la 5. Mzazi au mlezi unakaribishwa kumleta mwanao katika shule za Iyula Malaika kwa elimu bora zaidi. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0745557379 au 0742062424 na 0793186716. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC.
Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, je, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Je, unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za wakati huu na karibu katika utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na kwa usiku wa leo ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Mara, Simiyu, Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na kwa siku ya kesho, mifumo ya upepo inatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 10 kwa saa katika ziwa Rukwa, na kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Nyasa pamoja na ukanda wote wa pwani, lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Victoria pamoja na ziwa Tanganyika. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa na mawimbi madogo, wakati mifumo ya anga bado inaendelea kuonyesha uwepo wa viashiria vya mvua katika maeneo mengi hapa nchini. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa tahadhari ya uwepo wa vipindi vya mvua kubwa pia inatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Manyara, Tanga pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo, hatua stahiki ni vyema kuchukuliwa, ikiwemo na kuwajulisha ndugu zetu ambao wanatokea katika maeneo hayo. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa mikoa ya Arusha, Kilimanjaro pamoja na Manyara, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo pamoja na vipindi vifupi vya jua. Maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya kati mwa nchi yetu, nyanda za juu kusini magharibi, maeneo ya ukanda pwani kaskazini pamoja na mkoa wa Ruvuma, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vifupi vya jua. Mikoa ya Lindi pamoja na Mtwara, maeneo haya yatajwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache pamoja na vipindi vya jua. Na ufuatao ni utabiri wa hali ya hewa wa siku zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa mkoa wa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa.
Na kutoka mamlaka ya hali ya hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu.